Katika episodi ya 10, Mwamba Kayo alikuwa ameweza kumsaidia bidada Jesse kuamka katika kifo na alitumia nguvu nyingi sana, lakini Kayo yeye mwenyewe anakuja kushtuka na kugundua kwamba yupo katika mtego. Na hapa ilikuwa wazi kabisa kwamba kumbukumbu zake ndizo ambazo alikuwa anataka zichukuliwe. Mwamba alipoweza kuamka tu akatumia uwezo wake ule na kuweza kuchukua kisu ambacho kilikuwa kiko kando yake. Na jamaa baada ya kuweza kujikomboa akaruka kutokea juu ya ghorofa mpaka chini, lakini huku upande wa pili bidada kumbuka kwamba alikuwa ameambatana na mama yake. Akawa anahisi kwa kuna kitu kiko tofauti. Akamwambia mama yake kwamba anahisi kwamba Kayo yuko katika hatari, naomba nielekee huko. Mwamba Kayo alikuja kugundua kwamba katika zile dakika chache za maficho yake na kuweza kutekwa, kumbe bidada Amanda alikuwa amepandikizwa kitu katika ubongo wake. Jambo hili aliweza kulishtukia, akahitaji msaada kutokea kwa bidada Jesse. Bidada Jesse alikuwa tayari kumsaidia Mwamba Kayo, lakini kumbuka kwamba namna njema ya kuweza kumsaidia ni kuhakikisha kwamba wanaichaji miili yao, na ili waweze kuichaji miili yao vizuri lazima wawe katika miamko ya kihisia. Ikabidi kuanza kwa kiss. Na wakati huo kuna balbu ilikuwa imewekwa kando. Hii balbu itakapokuwa imewaka kufikia hatua fulani, manake kiwango cha nguvu za kuchaji itakuwa kimeweza kukamilika. Lakini wanakisi tu walivyo, na bahati mbaya bidada Amanda naye alikuwa akiingia ndani kwa wakati huo. Alishuhudia kwa macho yake Mwamba Kayo akiwa na kiss na bidada Jesse. Na baada ya bidada Amanda kuyashuhudia hayo yote, akamwambia Kayo kuwa anahitaji waweze kuachana. Lakini Mwamba Kayo akuona kabisa sababu ya kuendelea kudeti tena bidada Amanda. Aligundua kabisa kwamba ni ngumu kwa yeye kuweza kueleza, akaeleweka. Akamwambia bidada Amanda kuwa naomba wakati wa kuachana kwangu mimi na wewe nikupe kisi moja tu, alafu tuachane kwa amani. Na sasa ule wakati Mwamba Kayo anamkisi bidada, kumbe ndio alikuwa anamtoa kile kifaa kwa kutumia uwezo ambao alikuwa ameunganisha kati yake yeye pamoja na bidada Jesse. Kwa hiyo bidada Amanda anatibiwa pasipo kujua. Kwa lugha nyepesi, mpaka dakika hii bidada Amanda atakuwa ameweza kutibiwa, lakini Mwamba Kayo alivunjika sana moyo. Josh alipokuwa akimtembelea na kumfanyia masiala, alikuja kugundua kwamba Kayo alikuwa na huzuni sana. Kila mmoja alijaribu sana kumfariji Kayo, lakini hakuna aliyeweza. Mpaka bidada Jesse alijaribu kutumia uwezo wake kumfuta kumbukumbu za Amanda, lakini bado shishu ilikuwa ni ngumu sana. Na wazo la mwisho ili kuweza kumuondoa Kayo katika mawazo, moja kwa moja alimpeleka baa, na huku Mwamba aliruka sana magoma, akanywa sana pombe siku hiyo, akajikuta tu amepanda mbele katika stage na akaanza kuropoka. Mbaya zaidi ni pale alipoanza kusema kwamba yeye ana uwezo sana, lakini pia amezaliwa bila kitovu. Akaanza kutoa siri baadhi ambazo anazo katika akili yake. Basi haraka sana Mwamba Dakrane pamoja na Josh wakawa wamemtoa hapo Kayo na kumrudisha nyumbani, lakini kwa bahati mbaya gari yao ilikuwa imeweza kufungiwa sehemu, kwa sababu walikuwa wamepaki sehemu ambayo hairuhusiwi kabisa kupaki magari. Lakini Mwamba Kayo akatumia uwezo wake na kuweza kuvunja ule uzio ambao ulikuwa unazingira ile gari ambayo ilikuwa imefanya wrong park. Basi moja kwa moja mlinzi wa eneo lile alilifukuzia, na mwisho wa siku akawa amelikosa, lakini alimaindisha kweli yani. Lakini siku ya leo Mwamba Kayo kama kawaida alipokwenda kukutana na Mwamba Tom, alipokea habari za kwamba Adam Bailey ameweza kuuliwa. Taarifa za kifo cha Mwamba Adam Bailey zilishtua sana familia hii na kuanza kuhisi kwamba huenda watakuwa katika hatari. Hivyo wakafanya maamuzi ya kuweza kuondoka nje ya mji. Wakachukua gari yao na moja kwa moja wakaendelea kufanya maamuzi yao ya kutoka nje ya mji. Lakini kwa bahati iliyo mbaya, kuna bidada mmoja alikuwa katika barabara, ni mjamzito. Alikuwa anataka kushuka lengo akakojoe. Kwa bahati mbaya bana, gari ya kina Kayo ikaweza kugonga mlango wake na moja kwa moja wakajikuta wanaangukia porini huko na kupoteza mwelekeo kabisa. Mungu mwema, wote walitoka wakiwa wako salama, lakini mwanamama Nicole alikuwa amenasa ndani ya gari na hawezi kabisa kujitoa. Pande pili yule mwanamke mjamzito naye ujauzito kawa umeweza kumshika. Mwamba Kayo akaanza kutumia nguvu zake na moja kwa moja akaweza kumsaidia mwanamke huyu mpaka akajifungua pasipo hata upasuaji. Lakini pia wakafanikiwa kuweza kumkomboa mwanamama Nicole. Walipompeleka hospitalini ikaonekana kwamba alikuwa anavuja damu ndani kwa ndani, kwa alikuwa katika hali mbaya kidogo. Mwamba Kayo akavaa mavazi ya kidaktari, akachukua vitabu na kuvisoma ndani ya masaa kama 2-3 hivi. Kila alipojaribu kumtibia mwanamama hali ilikuwa ni mbaya tu. Akafikia maamuzi ya mwisho kwenda kutafuta msaada kwa watu ambao ni maprofessional sana. Hawakuwa wengine bali wale watu wa kwenye kampuni, na hapa walikuwa kiongozwa na mtu mwingine kabisa anayefahamika kama Castley. Na Mwamba akasema kuwa kama ukikubali kuungana na sisi basi tutakwenda kumtibia mwanamama Nicole, lakini usipoungana na sisi hatumtibii. Upande wa pili katika maeneo ya hospitalini familia nzima imechanganyikiwa. Kila mmoja hana matumaini kabisa ya mwanamama Nicole kuweza kupona. Kayo akaingia mkataba na wale watu na akakubali kuingia katika kampuni na kuungana nao. Basi akawa amepewa tiba na moja kwa moja akaingia chumba cha mwanamama Nicole na kuanza kumtibia. Mwamba Kayo alifurahi sana kuona kwamba mwanamama Nicole ameweza kurejea tena ulimwenguni. Basi bana, Castley kama kawaida, kwa sababu umesaini mkataba na sisi, sasa unatakiwa kufanya kazi za kampuni. Na kwa bahati mbaya sana kipindi hicho familia ya mzee Steven ilikuwa katika hali mbaya, kwa sababu kipindi kile ameweza kumsaidia Kayo kuweza kuiba ile pete ya mkononi ya yule Mwamba ambaye alikuwa ni kiongozi wa kampuni, basi ilimsababishia matatizo ya kuweza kufukuzwa kazi. Kwa hiyo Kayo anajichanganya sana katika vikazi vidogo vidogo ikiwemo kuuza migahawa na vitu kama hivyo, lakini bado pesa ikawa haikizi. Akaamua kujiingiza katika
baadhi ya mashindano yanayohusu innovation, yani uvumbuzi. Basi katika maeneo haya akaanza kugundua baadhi ya vifaa mbalimbali ili lengo tu aweze tu kuifurahisha familia yake na pia aweze kuingiza kipato, kwa sababu wote wanamwangalia yeye na wanamtegemea yeye. Lakini jambo la kushangaza leo, bidada Jesse akaamua kumfungukia Kayo akimwambia kuwa anampenda kutoka siku ya kwanza alikuwa akimpenda, lakini mbaya zaidi ni kwamba yeye hawezi kumpenda binadamu mwingine yeyote isipokuwa Kayo peke yake. Lakini mwamba Kayo akasema kwamba unajua kabisa kwamba mimi nampenda Amanda, lakini Jesse akasema kuwa ulishaachana naye yule, sasa hivi uko naye katika mahusiano. Akasema ndio, lakini mimi bado moyo wangu upo kule kwake. Lakini mbaya zaidi, bidada Amanda akaanza kudeti na mtu mwingine kabisa, mgeni kabisa katika ile maeneo, kitu ambacho kikabaki kinamuumiza sana. Ni kwa nini bidada Amanda ana maamuzi ya haraka namna hiyo mpaka anaanza kudeti na mtu mwingine siku chache tu baada ya kuachana? Lakini wakati huo mwamba alikuwa amefika hapo Dakreni, akawa tunamtazama Kayo namna gani anavyoumizwa, na Kayo akasema kuwa Amanda anadeti na mtu mbaya asiyeweza kumjua. Huyo Cassette ni mtu ambaye ni mbaya kupindukia, na wote tunajua kwamba Cassette ndio mtu pekee aliweza kumtibia mama yake Nicole, na kule bwana ndiye aliweza kutoa tiba na kumwambia Kayo kwamba aijiunge ndani ya kampuni na wakasaini deal. Sasa leo anaanza kutembea na Amanda. Ana kitu gani anachokitafuta kwa bidada Amanda? Na huku pande wa pili, bidada Ashel pamoja na dogo Joshi, basi penzi lao limenoga kweli kweli, lakini ili penzi lao lina migogoro kila mara, lakini pia linapatana hivyo hivyo. Yani watu ambao wanapitia sana migogoro, lakini pia wanarudiana mara kwa mara. Na upande wa mwamba Castle naye anaendelea kumuumiza Kayo kadri anavyozidi kuweza. Siku ya leo akataka kuanza kukiss na bidada Amanda kwa sababu penzi lao ni jipya. Kayo hakukubali kabisa kuona tukio hili, akaenda akamtoa mwamba. Mwamba Kayo akaona kwamba huyu Castle ni kama vile ataanza kumpanda sana kichwani. Akaamua sasa siku ya leo kuanza kumfanyia uchunguzi. Wakaingia mpaka katika ofisi yake ambayo ilikuwa inalindwa na mionzi mikali sana. Wakaanza kuanza kugundua baadhi ya mambo ya siri sana. Lakini bidada Jesse kuna vitu ambavyo alikuja kuvigundua katika hii nyumba ya mwamba Castle, na moja kwa moja vilimuumiza sana na vilisababisha aweze kutumia nguvu kubwa sana kuvifikiria. Hali ikabadilika, na kama kawaida yake huwa anapotezaga kabisa fahamu. Kayo alimwekea barafu za kutosha na akamlaza katika kile kitanda chake, lakini bidada Jesse kumbe bana, kitu ambacho kilimsababisha mpaka aingie katika hali hii ya kuzimia ni baada ya kugundua kwamba mama yake mzazi aliuliwaga na huyu Castle. Na wote tunajua kwamba bidada Jesse alitengenezwa kama mashine ya kazi ya ubaya. Sasa vipi kama jambo hili limeweza kumkela kiasi hiki na amefikiria kufanya ubaya, atafanya katika ukubwa namna gani? Hatari na nusu. Naye mwamba Kayo anajitahidi kadri anavyoweza kumshawishi na kumpoza kabisa bidada Jesse asiwe na hasira kiasi kile, na mbinu alizokuwa akizitumia bahati mbaya nyingine zilikuwa si nzuri kabisa. Akaanza kumkisi bidada Jesse, na wakati huo mwanamama Nicole aliweza kushuhudia sini hii ya mwamba akimkisi bidada Jesse. Hii hali imemwasili sana bidada Jesse, nafika stage mpaka na mkaba Kayo akizania ndio yule mwamba aliyeweza kumuua mama yake. Ikafika stage Kayo anajitetea, bana sio mimi. Bidada ndo anafungua macho yake, anagundua kwamba sio huyu. Hasa si unakumbuka kwamba Kayo ana mkataba na huyu mwamba Castle. Siku ya leo akawa ameitwa ofisini na kuambiwa kwamba kuna baadhi ya vitu anatakiwa kuvifanya. Mwamba akasema kwamba Kayo anatakiwa kuwa jirani sana na yeye, na wewe urafiki wao ufahamike mpaka na familia. Basi moja kwa moja Kayo ikabidi kumwalika jamaa katika msoso wa jioni siku ya leo hapa nyumbani, kitu ambacho kikamshangaza sana bidada Jesse na kusema kwamba ni kwa nini huyu jamaa ana urafiki na huyu muuaji. Na bidada Jesse akawa ametoka pale ndani kwa hasira sana, basi wakawa wameweza kumfuata, lakini hii kitu ilimkera sana Cassette na kumwamuru Kayo kwamba aweze kumuua bidada Jesse. Na kwa sababu mwamba Kayo yuko katika mkataba, basi akajifanya ameweza kumuua bidada Jesse, na Jesse akawa amekata kabisa mapigo ya moyo. Na si unajua kwamba hawa ni binadamu wenye uwezo wa juu sana. Kwa hiyo bidada Jesse akajifanya amekufa, na ni kweli kabisa alizuia kila kitu chake katika mwili kuweza kufanya kazi kwa wakati huo. Lakini huko upande wa pili mwanamama Amanda alikuwa busy kweli kumchunguza Kayo. Alikuja kugundua kwamba Kayo kumbe bana ametengenezwa mahabara huyu mtu. Na huko dogo Joshi mpenzi wake anakaribia kusafiri siku za hivi karibuni, basi alikuwa ameandaa party fulani hivi na kuendelea kufurahia usiku kwa pamoja. Sasa bidada Jesse kwa kuwa alizuga kwamba amekufa, kumbe bana akachukuliwa na yule mwamba Tom na akaanza kuambia kwamba Kayo anachokifanya kwa sasa hivi anatakiwa kukifanya kwa utulivu sana, kwa tunatakiwa tuendelee kumsubiria, wewe endelea kujificha huko. Hasa mwamba Castle kumbe bana yeye ndo anazalisha binadamu kwa sasa hivi, na alimleta Kayo hapa ndani ili Kayo aweze kutoa msaada wake wa kuweza kuzalisha binadamu wengine. Na Castle akamweka wazi kabisa Kayo kwamba anataka binadamu wanaofanana na Kayo hivyo wawe kama 100 hivi ndio anaotaka kuwazalisha katika chupa hizi. Na mwamba Kayo alipoweza kurudi nyumbani akashirikisha familia yake juu ya mpango wa mwamba Castle, na akasema kwamba mtu pekee ambaye anaweza kastopisha tukio hili ni yeye pamoja na bidada Jesse. Kwa hiyo hawana namna yoyote zaidi ya kuamua tu kwenda kuipiga vita hii, kuhakikisha kwamba wanakwenda kustopisha kabisa shughuli za uzalishaji wa watoto. Mwamba Kayo kabla ya kuelekea kufanya tukio hilo kubwa ambalo katika maisha yake huenda itakuwa la kwanza na la mwisho, basi alitazama picha ya familia yake, na alipoweza kutoka ilikuwa ni ngumi moja tu iliweza kumsafirisha mwamba Castle kuzimu. Mwisho wa mwamba Castle ndio kawa mwisho wa uzalishaji wa watoto katika dunia hii. Hasa tujajua je, penzi la mwamba Kayo na bidada Amanda litaendelea ama Kayo na Jesse ndio
watakaoendeleza mapenzi, basi tukutane katika season nyingine kabisa. Nakumbusha tu kwamba hapa ndio mwisho na ukomo wa tamthilia yetu nzuri ya Kayo XY. Kama umeipenda tamthilia hii, basi naamini kabisa utakwenda kugusa alama ya like, na unaweza ukazungumza ni kipi hasa kimekufurahisha sana katika tamthilia hii kutoka pale mwanzoni ilipokuwa imeanza mpaka hapa ambapo imeweza kufikia ukomo. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Nikukaribishe wewe katika season mpya ambayo inakwenda kuanza hivi karibuni, itakwenda kukamilizika leo.